Yo, what's up Tanzania, what's up DSM. Oya, hapa ndo wakali wanapatikana na bwana, hapa muda huu niko na mkali huyu mwamba bwana. Hivi mwanangu unaenda kama nani vile? Mimi naenda kama X-Kibeg wananiita X-Kibeg, naenda michaniko hiyo. Jina langu official X-Kibeg, sema kwa jina naitwa Nurdin na jina langu Nurdin. Oya mwanangu Bengae. Bwana, mimi naweza nikasema kwanza nakupa hongera kwa ushindi, japo umechukua nafasi za chini, lakini umeonyesha kitu kikubwa ambacho mpaka viongozi wenyewe wameappreciate, wamesema kweli bwana, huyu mtoto sio wa kumwacha hivi. Ndio kabisa, maana hata hivyo ukiangalia nimeshindana na watu ambao sio kwenye muziki wangu, ambao nimeimba hip hop, lakini sema nimekutana na wakali wa singeli wote, lakini nimeweza kupata nafasi ambayo inastahili kwa upande wangu. Mimi nafurahi kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa wa kwanza mimi kwenye muziki wangu, japo kwenye muziki wao wenyewe wameshindana wenyewe kwa wenyewe. Big up sana na najikubali nasema. Hivi ulijisikiaje pale ambapo walikuwa wengi kwenye hip hop, lakini kama mmoja akaanza kujengua, lakini ukaendelea kukaza, na baada ya kukaza kwenye orodha ya washindi na wewe ikakuweka kuwa mshindi? Wewe ikiwa kama msanii ambaye bado unatafuta nafasi na nafasi zinatokea kama hivi na unaperform vizuri na upokeaji unakuwa mzuri, wewe kama msanii na kubeba kiasi gani? Mimi kwangu kwanza naona naona tu jambo fresh. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wengi wa hip hop, wengi yani pale kwa michanganyiko mingi, lakini ni kwa asilimia kubwa namshukuru Mungu, wote nimeweza kuimba vizuri na wote wamepatikana washindi. Ndo kama hivyo nafasi nilioipata, namshukuru sana Mungu kunipa hiyo nafasi nilioipata, maana yenyewe sikutarajia kama naweza nikaipata, lakini najijua mkali naweza kuimba, lakini nimefanya kitu kizuri mpaka watu wote wameappreciate, wamekubali kazi. Ndio maana maana lenyewe amekubali kazi, amesema kwamba mdogo wangu tunakaza vile tufanye, nyote watatu kuna kazi vile tufanye. Kwa ndo maana hivyo nasema namshukuru sana Mungu, kwa sababu nafasi kama hizo kuzipata si kama si underground wage na kwa ngumu sana, kwa sababu hivyo kujipambania. Hata kwenye kupanda stage yenyewe nimezuiliwa sana na walinzi hapo, nimezuiliwa sana, nimepanda tu kibabe, anataka nishike akanikuta nipo juu ya stage, lakini kumbe tu ndo nilipopangiwa design hiyo niende kwenye stage nifanye vizuri, watu wapende, wakubali kazi. Ndo kama hivyo tu mweji. Ukiacha kuokota, pia Manara ameahidi kwamba atasimamia muziki wako kwa kiasi, na sisi kama wanahabari tunawajua wasanii ni watu wa sanaa. Je, mimi tujadili kweli itakuwa sawa ile ahadi ambayo ilikuwepo bwana Manara bwana, mimi nisamee bure bwana. Tunajua celebrity wengi kishafika kwenye swala la ahadi, kama imani inatoka hivi mbele za watu mnasema hivi, alafu baada hapo inakuwa kama mnakimbia bwana. Mtoto ahadi anaikumbuka. Kwa mdomo wake mheshimiwa amesema, Mheshimiwa Diani wa Kariakoo, au sio bwana, amesema bwana, vijana wangu mtawashika mkono. Nyinyi kama wasanii wachanga ambao mnajitafuta, mnamwambia nini mheshimiwa kwenye ahadi yake? Yani niko tu sisi tunachomwambia, tunaambia mheshimiwa afanye ahadi iwe kweli, siwe tu ahadi kwamba ameongea tu ili tu watu tu waone kwamba wale pale wameshinda, wameahidiwa kitu fulani. No, inabidi wasione kitu fulani, inabidi na mashabiki waone ile ahadi, yani aliyoahidi ionekane ile ahadi kweli. Afanye kitu, atusapoti, tufike mbali, twende studio tukarekodi kama hivyo ngoma. Ndio hivyo tu, ili hata washabiki wakiona kwa upande wake hata mwenyewe, yani itakuwa ni vizuri, mwenyewe ataona kweli ana roho safi, ana roho nzuri, sio tu kwamba tudanganye, lakini na imani anaweza akatudanganya, maana kaongea, inaweza kawa kweli atafanya. Mimi na imani atafanya tu, Mungu ambariki, afanye iwe kweli, asije akana tudanganya tu watoto wake, sio kwa vijana wake, maana amejitolea kusupport kazi na wasapoti kazi yetu kama hivyo. Wote na meya wa jiji wote wamesema. Neno moja kwa mashabiki wote ambao ushindi unakufaa. Mimi neno langu moja, nawapenda sana, nitapenda sana, na ngoma nitakaachia lina ngoma nitakaachia na usema Manara nipeka studio, na uhakika ngoma nitakaachia itakuwa ngoma kali sana, kwenye top 20 itapigwa na itakuwa nafasi ya kwanza au ya pili, na imani hiyo naambia washabiki wangu wajiandae tu kwa vitu vikali vinakuja hapa baadaye. Mungu ajalie, inshallah, tunaomba Mungu atujalie tu. Toa wakale bwana mkali bwana amesema kwamba yeye katika kitu kikubwa anachotegemea kuwaonyesha jambo nzuri sana pale ambapo ile nafasi aliyoahidiwa na mheshimiwa itapokuwa tayari, na wakali si atuache, ili tuko nalo mheshimiwa, hadi ni deni na utaitimiza. Oya mwanangu, share sana na hii
ni Wakali TV pamoja na Shubara TV, Sigari TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike, comment ziwe nyingi. Comment zenu ndio zitatufanya sisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bwana. Ile notification, kile kikengele, kazi yake bwana, tutachotoa kitu kipa chochote wewe unakuwa wa kwanza. Usisahau ukisubscribe na kile kikengele unakibonya, sio bwana? Wanangu, Jimba Baba Manem Gaso Baisa Wakali ndio nita. Oya wanangu, genze kamera kaka, nitakutaja kesho baada ya tujamaliza.